Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema kuwa hatajiuzulu na ataendelea kuiongoza serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akikanusha moja ya uvumi uliokuwa umeenea katika siku za hivi karibuni kuhusu mustakabali wake wa kisiasa. Kauli hiyo imekuja wakati kukiwa na mjadala mkubwa ndani ya Iran kuhusu nafasi ya serikali yake, uhusiano wake na taasisi za dola, pamoja na madai kwamba aliwahi kutaka kuachia madaraka kutokana na kutoridhishwa na namna baadhi ya maamuzi muhimu ya taifa yalivyokuwa yakifanyika. Akizungumza jana Jumanne, Agosti 4 mwaka 2025, Pezeshkian alisema serikali yake itaendelea kufanya kazi kwa ushirikiano kamili na vikosi vya jeshi na taasisi nyingine za usalama wa taifa. Aliongeza kuwa hana mpango wowote wa kuondoka madarakani na kwamba ataendelea kutekeleza jukumu alilopewa na wananchi na katiba ya Iran. Nimeratibiwa kikamilifu na vikosi vya kijeshi, sitajiuzulu na nitasimama imara. Kama nitaamua kujiuzulu, nitatangaza rasmi kwamba nimejiuzulu, alisema Pezeshkian, akilenga kuzima uvumi uliokuwa umeenea ndani na nje ya Iran. Kauli hiyo ilitolewa baada ya mwanazuoni mwandamizi wa kidini Mohammad Bagher Kharaz kutoa madai yaliyotikisa mjadala wa kisiasa nchini humo. Kharaz, ambaye ana uhusiano wa kifamilia na uongozi wa juu wa Iran kupitia ndoa, alidai kuwa Pezeshkian aliwahi kutishia kujiuzulu zaidi ya mara 20 kutokana na changamoto mbalimbali za kisiasa, lakini kila mara alisita kutekeleza uamuzi huo. Kwa mujibu wa Kharaz, hali ilibadilika baada ya Pezeshkian kupewa onyo kwamba endapo angewasilisha tena barua ya kujiuzulu, safari hiyo ingeweza kukubaliwa. Kauli hiyo ilisambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii, jambo ambalo lilichochea mjadala kuhusu hali halisi ya mahusiano kati ya rais na viongozi wa juu wa mfumo wa utawala wa Iran. Madai hayo yalifufua ripoti zilizowahi kuchapishwa mwezi Mei zilizodai kuwa rais huyo aliwasilisha barua ya kujiuzulu katika ofisi ya kiongozi mkuu wa Iran, akieleza kuwa serikali yake ilikuwa ikitengwa katika maamuzi makubwa ya kitaifa, huku makundi yenye msimamo mkali yakiongeza ushawishi wake katika uendeshaji wa masuala ya nchi. Ripoti hizo pia zilidai kuwa rais alihisi kuwa baadhi ya maamuzi muhimu ya kisiasa, kiusalama na kidiplomasia yalikuwa yakifanywa bila ushiriki wa serikali yake, hali ambayo ilimfanya afikirie kuondoka madarakani. Hata hivyo, mamlaka za Iran zilikanusha taarifa hizo wakati huo na kusisitiza kuwa hakukuwa na barua rasmi ya kujiuzulu iliyokubaliwa au mchakato wote wa kumwondoa rais madarakani. Baada ya kauli za Kharaz kuendelea kuzua mjadala, ofisi ya kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei ilitoa taarifa rasmi ikikanusha madai kwamba Khamenei aliwahi kusema angekubali kujiuzulu kwa Pezeshkian endapo angewasilisha tena barua yake. Katika taarifa yake, ofisi ya Khamenei ilisema kuwa madai hayo ni uongo mtupu na hayajatolewa na chanzo chochote rasmi. Ilieleza kuwa katika siku za hivi karibuni kumekuwa na taarifa nyingi zinazodaiwa kutoka kwa kiongozi mkuu zikisambazwa kupitia mitandao ya kijamii, jambo ambalo limezua wasiwasi kwa wananchi na kuongeza migawanyiko ya kisiasa ndani ya jamii. Ofisi hiyo iliongeza kuwa chanzo pekee cha taarifa zinazomhusu kiongozi mkuu ni vyombo rasmi vya ofisi yake, na kwamba ujumbe wowote unaochapishwa nje ya mfumo huo haupaswi kuchukuliwa kwa wa kweli au wenye uthibitisho. Kauli za Pezeshkian zimekuja kwenye kipindi ambacho Iran inaendelea kupitia mazingira magumu ya kisiasa na kiusalama. Serikali yake imekuwa ikikabiliwa na shinikizo la kiuchumi kutokana na vikwazo vya kimataifa, changamoto za ndani zinazohusisha uchumi na mfumuko wa bei, pamoja na mvutano wa kisiasa unaohusisha makundi mbalimbali yenye ushawishi ndani ya mfumo wa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.